chenche manchechema, fulu chenche manchechema, fulu chenche manchechema. Hizi. Karibu mama. Asante. Asante mganga, nimekuja hapa. Naamini wewe ndo utakuwa msaada wangu. Kuna mwanamume mimi nampenda kweli kweli. Nimefanya kila njia kuhakikisha namweka kwenye kiganja changu cha mkono. Lakini yule mwanamume ninavyomuona kama anipendi. Sasa nimekuja mimi nahitaji msaada wako. Anipende, anisikilize mimi tu mpaka anioe ikiwezekana. Sawa mama. Hilo limeisha mama. Sawa. Hilo limekwisha. Hapa ndio kwa mganga kautaka lula. Sawa. Ndani ya kijiji hichi nani asionijua mganga kautaka. Sawa. Ndakupa dawa. Uwe mpenzi akuwaze. Sweetie, baby, honey, ukimwambia I'm nothing now, anakuambia why together my for you, BFF. Sawa. Ndakupa dawa. Sawa. Haya. Indekelele mayo. Sendekelele mayo. Haya we. Indekelele mayo. Kamata baba. Haya we. Hiyo dawa inaitwa mlengalenga. Ukilenga ukosi mama. Sawa. Hiyo dawa mamangu unatumia ndani ya siku 7. Sawa. Nenda katumia usikose mashariti. Sawa. Indekelele mayo. Nenda kinyume. Nenda. Indekelele. Nenda nimekupa lifuata hiko hivi la kukupenda mganga kautaka. We, hakuna loniona. Wao nipende mimi. I'm nothing now. We uoni. Mimi niko single bwana. Mimi nataka niwe nako. Nenda katumia hiyo dawa. Utarudi kwa mganga kautaka. Mimi niko single. Nahitaji niwe nako bwana. Kuna mtu alioniona. Jirani, oh jirani. 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 Umeleta mtafaruko, umeleta machafuko. Mwanangu Nasi, mwenzio nimekutana na kaka yako Godizo. Lakini Godizo kila nikiwa naongea naye Godizo anacheka. Kila nikiongea naye anacheka. Nikasema Godizo amekupata kitu gani? Umekuwa mbona kama mtu uliochanganyikiwa kama mwenda wazimu kabisa. Ukiongea naye anakuambia tu Maria. Sasa sijui Maria kamfanya nini mwanangu. Mimi mama balizo bado sina. Kwa tuseme Godizo amechanganyikiwa? Amechanganyikiwa kabisa. Amechanganyikiwa kaka yako. Amekuwa kama mwenda wazimu kabisa. Kila unachozungumza naye lazima mtaje Maria. Sasa mimi naona ukutane na kaka yako umuone hali yake jinsi alivyo. Ili tushauriane tufanye nini kuhusu kaka yako. Anaharibika mwanangu. Mama nitamtafuta Godizo, nitaongea naye. Kama kutakuwa kuna shida yoyote nitakujuza. Sawa mwanangu, fanya hivyo. Sawa mama. Nakusikiliza. Mume wangu. Sijui nianze wapi. Nakusikiliza. Mume wangu. Ukweli mimi nina mimba miezi 6 sasa hivi. Miezi 6? Mimi nimeondoka hapa na miezi mingapi? Yaani ulivyoondoka mimba ilikuwa na miezi 2, sema nilikuwa sijakwambia. Sasa nisikilize kwa makini. Niangalie.
Niangalie vizuri, nisikilize kwa makini. Omba hicho kitu kiwe ni toto ukilala ukiamka, na kikiwa kweli utajuta kuzaliwa. Narudia tena, omba iko kitu kiwe ndoto ukilala ukiamka, na kikiwa kweli utajuta kuzaliwa. Naondoka, maneno mengi. Jirani, oh jirani, 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 jirani. Niwe Mwantumu, karibu. Mimi ndo nakaa hapa. Yeah, of course mimi ndo nakaa hapa. Naona tumekuja kwa ajili ya mambo ya Mishenento Times sasa, sio? Ushaanza ujinga wako. Jela kwa jambo la kumbavu wako. Nimekuja na mambo mengine kabisa. Mimi nimekuja hapa, kuna vitu nimekuja kukuambia na nisi ujumbe wako amenipa nije kukuletea. Kwa hiyo sije kwa haya mambo yako unayoongelea hapa. Sasa mambo gani tena unakuja naye? Hebu sikia. Hebu ingia ndani bwana. Mimi nafikiri nishakuelekeza sana. Sasa tena unakuja unaniambia habari. Mambo gani uliyoleta? Hebu sawa, basi hamna shida. Huu ujumbe wako naomba basi ndio tuzungumzie ndani. Sasa kwani hapa yaongeleki mpaka tuingie ndani? Sasa vitu vya muhimu kama hivyo tunazungumziaje nje ndani? Tuongelee hapa hapa, mbona inawezekana? Ni mambo, yaani kuna kitu gani sasa cha ajabu hapa ndani? Hebu sikia basi. Kama umeleta habari za Nancy njoo tuzungumzie ndani, na kama unaona hutaki kuja kuzungumzia huko basi hizo habari zako za Nancy zirudishe huko basi. Hebu njoo tuongelee. Hapa kwani hapa ongeleki, lakini wewe Shazo. Bwana. Njoo tuongelee ndani, sawa? Lakini nini sasa? Hebu njoo bwana. Mlango unabaki wazi. Huu mlango utabaki wazi. Jirani, oh jirani. Unachokifanya sio sahihi, unajua. Yaani sijapenda kabisa. Kwani umeamua kunifanyia hivi bila ridhaa yangu? Mimi nafikiri kwamba usio wakati wa kuzungumzia hicho ambacho nataka tuzungumzie. Lakini kiukweli mimi nimeenjoy sana hii siku ya leo.
Na nimeamua kufanya hivi kwa sababu nimekuwa nikikuelekeza habari za kukupenda kutoka muda mrefu sana, lakini umekuwa ukishindwa kunielewa na nini. Kwa hiyo siku ya leo nikaona hii ni nafasi, yani ni last chance. Hii ni kama a point no return, kwa hiyo nikaona ni bora niitumie. Of course mimi nimeenjoy sana, kwa hiyo sifikiri kama tunaweza tukawa tunazungumzia tena mambo kama haya. Lakini kwa ridhaa yangu. Kwa nini nifanye kitu bila ridhaa yangu? Yaani tumekuja huko ndani tuongelee habari za Nancy, unafanya kitu kingine. Yaani si kwa nini umenifanyia hivi? Sijapenda kabisa. Kiukweli siku ya leo nimeenjoy sana, na sikutegemea kama ungekuwa una utamu mzuri, ungekuwa una mapenzi mazuri sana kuliko rafiki yako Nancy. Kwa kiukweli hasa nini sasa? Kwa unamaanisha kwamba mikito yote ambayo nimekukita haija kuingia hata kidogo? Unazidi kuongelea tu ujinga, niache niondoke zangu. Sasa unaenda wapi? Aondoka. Unataka nikae hapa kwangu? Penda unachonipendea nini? Unajua kama nimemsaliti rafiki yangu hapa funaita ujinga. Okay, basi sasa sikia. Kama ukienda usisahau kurudi tena. Maana yake kila nitakapokaa nitakuwa na misi sana kuichapa. Nategemea siku nyingine utakapokuwa umejiandaa vizuri, basi uilete ni chape zaidi mpaka ichanganikiwe. Mimi sijapenda. Yaani naongea wewe unaendelea kuongea upumbavu wako. Ninamaanisha sijapenda. Yaani nikisema sijapenda ina maana nimemaanisha. Sikia basi. Sitaki kusikia chochote. Yani umesikia? Nini? Mimi nafikiri next time basi usikose kuja tena, kwa sababu kwa leo nimeenjoy sana. Sikutegemea kama ungekuwa na mapenzi matamu kiasi hiki. Sijapenda. Alafu nikimaanisha sijapenda na maanisha. Angalia kwanza. Tena usije ukarudia hii tabia yako. Sijapenda. Mimi nikutakia safari njema tu. Mimi nilikuwa nakuomba uje kwa wazazi wangu kwanza, nitambulishe, kisha unioe. Jaida, mimi sijakataa kuja kwenu. Yaani sijakataa kabisa hilo swala. Ila nachokuomba kwa leo, twende tu nyumbani Jaida. Mara moja tu. Jadi jamani, ile mbishi sana. Mimi nishakwambia uje kwanza kwa wazazi wangu, ujitambulishe, alafu baadaye sasa ukishaka mambo yako sawa, mimi nakuja kuishi kwako. Kwani mimi nimekataa? Mimi sijakataa kuja kwenu. Yaani mpaka nataka nikuoe. Ina maana nishaandaa kila kitu kwamba nitakuja kwenu, watanijua na kila kitu. Lakini leo tunakuomba, leo tu. Lakini mpenzi wangu mara kwanza niliachana naye kwa sababu ya ubishi huo kama wako. Mimi siwezi kuja nyumbani kwako kulala na wewe bila kwenda kutambulisha kwa wazazi wangu. Njoo jitambulishe kwa wazazi wangu, unioe. Ndio? Alafu uniweke ndani kwako ndio utanifanya chochote kile unachokitaka. Lakini hivi siwezi fanya hivyo. Kwani usichanielewa kitu gani? Eti nimekwambia kwani mimi nitakuja. Kwani mimi nitakuja. Yaani hilo swala kuja kwenu mimi lazima nije. Maana nataka nije nikuoe, uwe wangu, nikuweke ndani. Nitashindwa kuja kwenu? Ila leo tunakuoa. Leo tu. Baada hapa mimi nitakuja kwenu. Wala usiwe na wasiwasi. Eti mami. Ila dadi wewe mbishi sana wewe. Sasa sikiliza, mimi naondoka. Usije ukanitafuta. Yaani ukija kunitafuta kwa jibu hili moja kwamba Jaida anakuja nyumbani kwenu nije nitambulishe nikuchukue nikuoe. Lakini ukiwa maneno yako haya eti uje nyumbani ulale kwanza na mimi, hiyo usinitafuta. Yaani hiyo weka usiseme hivyo baba. Yaani nishamaliza. Ina maana ndio uko serious? Jaida. Hao wanawake. Mganga. Yaani mimi tangu siku nilivyoondoka hapa
nashindwa kulala. Nikipata usingizi kidogo tu unanijia ndotoni. Naona ndo shaniwa nimekuwa mkeo, tunapendana balaa. Nachanganyikiwa mimi, siwezi kufanya chochote, mawazo yangu yote ni juu yako. Kwa nini lakini? Au ile dawa ilinilenga mimi? Siri ya mwezi kunijua. Unamaanisha nini? Tuachane nayo kwanza. Yule jamaa vipi? Huyo jamaa unamtaja wa nini? Mimi jamaa nishamsahau. Sasa hivi simfikirii tena, mawazo yangu yote juu yako. Kwa hiyo unataka ulewe na mganga akutaki? Yaani mimi bora tu nioe kabisa. Mambo ya kuota umenioa mimi siyataki, bora niwe mkeo kabisa hivi hivi. Mimi nitaita Ashenga. Sasa atakuja kwenu, anatoa barua. Mwisho wa siku ndio ipite. Mimi hata sikutegemea mwenzio. Mbona hizo habari njema jamani? Jamani, hiyo habari njema mimi sikutegemea. Mimi nilijua nikija kukuambia hapo utanishangaa. Sasa kwa hiyo hapo na nyumbani au wewe tena? Mimi nikwambia ninakuwaza muda wote, mimi nataka niwe karibu na wewe. Nyumbani nikafuate nini? Basi sasa. Chumba changu kile pale. Wewe nenda ndani. Chumba kile pale. Ingia ndani. Choma ndani mama. Wewe pita ndani mimi nakusubiri. Sio naomba nichome ndani, mimi naenda ndani afu auji. Mimi nimechoka kukuwaza, nataka niwe karibu na wewe muda wote. Wewe choma ndani mama. Niko single mwenzio. Mimi nakuja. Sawa? Na uje uko? Mbona ndio unakuja kuondoka? Mimi nakuja. Nakusubiri. Jirani, oh jirani, 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 jirani, oh jirani. Umeleta mtafaruko, umeleta machafuko. No, wow, wow, wow. No, wow, wow. Jirani. Kumbe uko wapi? Ya, mimi niko hapa. Mbona unitafuti kimya siku zote hizo jamani? Mimi kwa sababu siku leo uliniambia kwamba sui nimekulazimisha sui nini. Kwa sababu mimi nikaona kwamba pengine haina haja ya kuendelea kutafuta kwa ndo maana hivyo. Amna. Yaani naona kimya. Nikakutafuta uonekani, nikaona bora nje tu nikuangalie huku. Kwa umenimisi yani? Nimekumisi. Umeletea ile ni chapi, si ndio? Jirani, oh jirani, 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 jirani, oh jirani. Umeleta mtafaruko, umeleta machafuko. No, wow, wow.
Godizo. Jamaa mimi alishakuwa rafiki yangu tena sana, ila kutokana na mambo ambayo alifanyia tuligombana na urafiki ukafa, yani tukavunja kabisa urafiki. Ila kutokana na mimi mwenyewe sio mtu ambaye kumaindi vitu kwa muda mrefu, nikakaa nikajifikiria, nikaona yote ya nini, si binadamu, mambo mengine ni kumwachia tu Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mimi nikafanya nini, akawa nimesamehe na urafiki wetu unaendelea mpaka hivi sasa, mpaka kesho. Yani ni mwanangu. Yaani wewe unapojua anapoishi huyo mshikaji? Najua. Sasa wewe nionyeshe tu, haina shida, wewe nionyeshe. Yaani geto lile ambalo nilikuwa nakaa mimi na mke wangu. Ile geto baada mimi ya kuondoka nilimwacha mke wangu. Ila sasa nashangaa narudi pale na kukuta mshikaji, demu wangu sijui yuko wapi. Ila nikaona yote ya nini fresh, kama mshikaji anaishi, acha aishi. Maana yani wewe ukitaka nikupeleke kwa mshikaji pale muda wote, ila chonde mwanangu, naomba chonde. Naomba usinitaje. Mimi siwezi kutaja, wewe nionyeshe. Au si? Wewe nionyeshe. Hata kama unahitaji kampani, tagi, masela, yani mimi nao. Wewe unawauni? Nawauni mwanangu. Basi haina shida. Wewe kwanza wewe nionyeshe, afu mambo akishaka sawa, wewe tunaongea vizuri hapa. Haina mbaya mwanangu. Mida saa 6 hivi au saa 7 hivi naweza nikakustua tu mzee. Ila sitofika pale. Huyu jamaa kimempata nini? Yaani tangu siku ile tulivyokaa tumeongea nimpeleke kwenye geto la Shazo. Yaani leo imekuwa hivi. Hii imekaaje hii? Kweli dunia hii. Acha tu. Sema acha tu. Jirani, oh jirani. 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 Umeleta mtafaruko, umeleta machafuko. No, oh, oh, oh. No, oh, oh.